Muda nao unatubana kweli kweli na bado tuna mengi ya kuzungumza, lakini kwa hawa watu wawili tulizungumza Jumamosi, lakini pengine tupe usaidizi pia tuelewe. Sababu hapa kuna CEO wa bodi ya ligi, kuna mwenyekiti wa bodi ya ligi. Japo na kuelewa kwa maana ya mwenyekiti amepeleka maombi ya kujiuzulu. Hatujaambiwa kama maombi yake yamekubaliwa au yamekataliwa. Sio kama ulisoma vizuri ile barua Ni sawa, lakini hata hivyo amepeleka maombi. Hata hivyo pia muda wake ulikuwa kwenda kuisha, na kumbuka pia hata vigezo na sifa pia amepoteza kwa sababu sio kiongozi pia wa Coastal Union Kwa unaweza ukaelewa. Lakini mpaka sasa hatujaambiwa kama maombi yake pia yamefanyiwa kazi. Umekuja sehemu nzuri sana. Na of course sasa hivi alikosa sifa za kuwa mwenyekiti wa bodi ya ligi. Lakini kwa nini unajua aliendelea kuwa mwenyekiti wa bodi ya ligi? Mara nyingi mikutano ya kuondoa viongozi na kuongeza viongozi huwa yanafanyika mwishoni mwa msimu. Mkutano mkuu wa Coastal Union wa kumtafuta mwanachama kumtafuta mwenyekiti mpya ulifanyika mwezi Januari. Ambapo tayari ligi ilikuwa inaendelea. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima amalize msimu, kwa sababu alianza msimu akiwa mwenyekiti. Ilibidi amalize msimu mzima. Ukimalizika ndio aondoe. Kwa hiyo tunasema tu kwamba hakuwa na sifa kwa sababu Coastal walishapata mwenyekiti mwingine, lakini ukumbuke Coastal walipata mwenyekiti katikati ya msimu ikiwa msimu unaendelea. Kwa hiyo Steven Mguto ilikuwa lazima amalize msimu huu uishe. Ndio atafute kiongozi mwingine. Swali, hawa ni watu muhimu kwenye kamati ile ya uendeshaji wa bodi, kamati ya uendeshaji wa ligi, ile kamati ya saa 72. Ni watu muhimu sana, kwa maana mwenyekiti pamoja na CEO ambaye huyu ndio kwa kifupi ndo ana document kile ambacho kinazungumzwa pale, nini wanazungumza na kila kitu anakiweka sawa, na ndiye mtendaji, kwa maana CEO ndo mtendaji wa mambo ya kila siku ya bodi. Watu wawili kukaa pembeni, watu wajiuliza sasa ligi itakuwaje hiyo tarehe 18, manake Jumatano tu hapo. Manake lazima ile kamati itasimamia, itaangalia, uendeshaji utaendelea kama kawaida. Sasa utaendeleaje wakati hawa senior figures hawa hapo? Lazima kwanza watafute viongozi wa mpito, viongozi wa muda. Atafute mwenyekiti wa mpito, atafutwe CEO wa mpito wa muda. Kama swala la mwenyekiti litakubaliwa, manake ameomba tu. Manake pale ameomba kujiuzulu. Sasa manake watatafuta viongozi wa muda ambao wataiongoza bodi mpaka mwishoni mwa msimu. Na hawa sasa wanateuliwa na kamati tendaji ya TFF. Ambayo pia inamaliza muda wake. Umenielewa Nao pia inamaliza muda wake. Lakini kwa sababu bado inafanya kazi, manake ndio itaunda bodi ya ligi ya muda. Itatafuta mwenyekiti wa muda na CEO wa muda, kwa sababu wajumbe wengine wa kamati bado wapo wanafanya kazi kama kawaida. Manake watatafutwa sasa viongozi wa muda kwenye hizo nafasi mbili ili kamati iweze kuendelea. Na kama TFF hawataunda viongozi wa muda, labda kamati ya mashindano ya TFF ikawa ndo inaendesha ligi, manake hayo ni makosa ambayo anayafanya rais wa shirikisho la soka Tanzania bara. Kama itakuwa hivyo. Kama itakuwa hivyo. Lakini kiutaratibu atakiwa iunde kamati ya muda. Na kwa sababu wajumbe kwenye kamati bado wapo na bodi bado wapo, inabidi tu atafute viongozi wawili, atafute mwenyekiti wa muda, atafute CEO wa muda, waiendeshe kamati kwenye michezo mitatu iliyobakia, then ligi iweze kumalizika. Michezo mitatu maana yake pamoja na dabi na kiporo. Sasa